la Shinyanga. Alianza shule ya awali mwaka 1951 katika shule ya parokia ya Bula. Mwaka 1952 hadi 1955 alisoma shule ya msingi hapo Bula. Wakati akiwa shule ya msingi alijisikia kuwa na wito wa kuwa mtawa. Alieleza nia yake kwa aliyekuwa paroko wake wakati huo, Padri George Fista, ambaye aliwaalika masista Mary Reeves na Margaret Rose wa Merino kwenda nyumbani kwao kumtembelea na kumsikiliza. Baadaye alipokelewa Court kujiunga na wasichana wengine waliokuwepo kuanza malezi ya awali, yaani aspirant, chini ya masista wa Merino kwa wakati huo. Akiwa shirikani mwaka 1956 hadi 1959 walimpeleka kusoma middle school Sungwe mkoani Mwanza darasa la 5 hadi la 8. Mwaka 1960 hadi 1963 alijiunga na masomo ya sekondari Marian College ambayo sasa ni Kilakala Sekondari Morogoro. Baada ya kuweka nadhiri za kwanza mwaka 1967 alitumwa kufanya kazi ya katekesi Legina parokiani na utume wa maendeleo ya kina mama. Mwaka 1968 hadi 1969 alitumwa Kigurunyembe Morogoro kwa masomo ya ualimu. Huko alipata mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, yaani JKT. Mwaka 1970 alitumwa kufungua movement ya kwanza ya shirika la masista Wasafi wa Maria Afrika Nyalikungu, jimbo la Shinyanga, akifanya utume wa parokiani na mwalimu shule ya msingi Binza. Mwaka 1971 hadi 1973 alitumwa Mikwa, jimbo la Shinyanga, baada ya Merino kuondoka, akiwa mwalimu mkuu shule ya msingi Mikwa. Pia alikuwa mshauri wa mama mkuu. Mwaka 1974 hadi 1977 alitumwa kupata elimu ya juu ya chuo kikuu cha Alberta, Wisconsin, Marekani. Alipata shahada ya sayansi katika ualimu. Baada ya kurudi kutoka Marekani mwaka 1978 alitumwa kufundisha Makoko seminari. Mwaka huo huo 1978 aliteuliwa kuwa mama mkuu wa shirika la Wasafi wa Maria Afrika. Aliongoza shirika kwa miaka 9 kwa awamu mbili hadi mwaka 1986. Mwaka 1980 hadi 1985 alichaguliwa pia kuwa mwenyekiti wa umoja wa mama wakuu Tanzania RASAT, ambayo sasa ni TICAS. Mwaka 1987 hadi 1991 alitumwa na shirika kwenda Baraki Sisters Fund kuwa mratibu wa fund. Mwaka 1992 hadi 1994 alitumwa kufundisha na kuwa matron katika shule ya sekondari Magija, Shinyanga. Huko alikuwa mkuu mahalia nyumba ya masista Magija. Mwaka 1995 alitumwa na misiaji kuwa mlezi wa wanapisi kwa muda.
mwaka 1996 hadi 2004, shirika lilimteua kuwa mkuu wa shule ya wasichana mkoa baada ya masista wa Mtakatifu Yosefu kuondoka. Akiwa kwa sekondari mwaka 1999 alipewa fursa kuhudhuria mafunzo ya kiroho, yaani spiritual renewal, kwa mwaka mmoja Uganda Spiritual Mission Center. Mwaka 2005 hadi 2006 alikuwa mratibu wa elimu ya masista shirika la Usafi wa Maria Afrika, yaani Dean of Students. Mwaka 2006 alituma Miyuji Dodoma kuanzisha shule ya msingi ya Mtakatifu Gaspar. Baadaye mwaka 2007 hadi 2016 alikuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Mwaka 2017 hadi 2020 aliteuliwa kuwa mlezi wa wanobisi. Mwaka 2021 alituma nyumba ya masista Kiagata kufanya utume wa sala, kazi za nyumbani na kuhamasisha jumuiya ndogo ndogo. Mwaka 2022 hadi 2024 alitumwa mshiriki kuanzisha na kusimamia shule ya awali ya msingi Gerald Gondi iliyoko Sarau, Pwani, jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwaka huu Januari 2025 alitumwa nyumba ya masista wa Mtakatifu Yosefu na Igamba makao makuu kupumzika na kufanya utume wa sala. Wito wa malezi ya kitawa. Sista Maria Suzana Ngoloka Subi alijiunga na shirika la masista wa Usafi wa Maria Afrika mwaka 1963. Mwaka 1964 akapokelewa na hatua ya upostulanti, akaingia Ukristo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1964. Hapo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1966 aliweka nadhiri za kwanza, na tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 1978 aliweka nadhiri za daima parokia ya Mwanangi, Nasa, jimbo la Shinyanga. Karama zake. Tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya Sista Suzana Ngoloka Subi katika shirika letu, kwa vipaji vingi ambavyo alitumia bila kujibakiza kwa faida ya kanisa na shirika. Mfano, sista alikuwa mpole, alikuwa mtulivu, alikuwa msikilizaji mzuri, alikuwa mnyenyekevu na mtii wa hali ya juu, alikuwa mnyofu, alikuwa mshauri, alikuwa mcheshi, alipenda sana matani, mwenye mvuto kwa watu. Alikuwa na uwezo wa kuingia katika marika yote, yaani watoto, vijana, watu wazima na hata wazee. Alikuwa mwenye upendo, mwenye moyo wa majitoleo, macho ya kuona na kutenda katika jumuiya. Alikuwa mwalimu mzuri aliyetumia taaluma yake bila kujibakiza. Sista Masubi alikuwa kiongozi mahiri aliyejali sana wale waliokuwa chini yake na mwandishi mzuri. Sista alikuwa mkarimu, mwenye marafiki wengi, alipenda kazi za mikono, moyo wa msamaha, mtumishi wa watumishi wa Mungu, mwenye heshima kwa viongozi wa kanisa, shirika, serikali na watu wote,
bila kujali ni tajiri au maskini. Alikuwa mvumilivu, mkimya, asiye na malalamiko. Alikuwa na imani kwa Mungu na watu, na hasa katika kugawa mamlaka. Mwenye maisha ya kina ya kimisionari na aliyependa kutoa ugonjwa. Sisa alianza kusikia maumivu ya tumbo tangu mwaka 2023 mwezi wa 6. Na ilionekana kuwa ana vidonda vya tumbo, japo haikuwa shida kubwa. Mwaka jana 2024 mwezi wa 2 alienda Bugando kuchunguza afya yake, ambapo alibaini ana uvimbe kidogo tumboni. Akapewa dawa na akaendelea vizuri. Tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu, mwaka jana 2024, alijisikia maumivu yaliyopelekea kukosa hamu ya kula chakula. Akaanza matibabu katika hospitali ya Kardinali Rugambwa Ukonga jijini Dar es Salaam. Wakabaini pia ana uvimbe japo haukuwa mkubwa. Tarehe 19 mwezi wa 12 2024, akiwa Msoma, alipelekwa hospitali ya Bugando kwa matibabu na vipimo zaidi, akiwa anajisikia maumivu ya tumbo kujaa gesi. Akaendelea kubaki wiki ndefu karibu na hospitali. Tarehe 9 mwezi wa 1 2025, majibu ya vipimo yalionyesha kuwa Sisa ana saratani ya ini, ikiwa imefikia hatua ya 3, yaani B. Mara moja akaanza matibabu katika idara ya saratani hapa Uganda.